Yani Mpanzu yeye akiwa katika eneo la safu ya ushambuliaji pale ndiyo ramani ya Simba. Yani yeye ndo anahakikisha ile Simba inakuwa kwenye mabega yake. Yani anapambania Simba. Ukisikia mchezaji anapambania jezi ya Simba ni Elie Mpanzu Kibisawala. Yani anaifanya kazi ambayo kusema ukweli anafanya kazi zaidi ya wachezaji 3 hadi 4 pale uwanjani. Bwana, mechi ilipomalizika mimi nikasema mishahara ya baadhi ya wachezaji yapunguziwe Elie Mpanzu. Yani wakati nusu alafu apewe Elie Mpanzu Kibisawala kwa kazi anayofanya. Yani kwa kazi anayofanya wanyofoe mshahara kidogo wa Ateba, wamgaie Elie Mpanzu, muongezee wa unyofoe wa Ateba. Mshahara wa Ateba unyofolewe apewe Mpanzu. Mshahara wa Ateba na Okejefa naye uchukuliwe. Okejefa pia mshahara wake kidogo na unyofolewe, sababu Okejefa mpaka sasa hivi afanyi kazi. Unanisikia vizuri? Huo mshahara wake waache. Huo usiguswe, lakini pia Omari mshahara wa Omari unyofolewe. Sema kwa wachezaji wazao usinyofolewe, mshahara wao sio mkubwa sana. Mutale Budo pia mshahara wake unyofolewe, apewe Mpanzu. Kwa wachezaji wengi tu wa Simba wanapaswa mshahara wao unyofolewe. Unaona bana? Kwa nini unyofolewe? Kwa sababu majukumu anayoyafanya au kazi ambayo anaifanya Elie Mpanzu Kibisawala ndani ya Simba kiusema kweli ni kazi kubwa sana. Kwanza anahakikisha timu inapocheza ikiwa haina mpira, Elie Mpanzu anakuwa bora kweli, anaenda kuokoa. Kuna muda alienda kuokoa, ilikuwa hatari kweli, ilipigwa counter. Elie alitoka kutoka juu kabisa kule katikati ya uwanja, akaenda akasekiwa, akaenda kuokoa na akarejesha mpira kwenye field of play. Kwa hiyo utaona tu ni mtu ambaye ana nishati ya kutosha, lakini pia Mungu amemjalia talanta kwenye miguu yake. Ana ubongo, ana sense, never sensories. Ubongo wake una sense kwa haraka sana. Pale ambako anajua adui sasa ametuvamia, anajua namna gani ya kwenda kutoa mapanga na kwenda kuokoa. So naweza nikasema katika sajili ambazo Simba amewahi kufanya, usajili wa Elie Mpanzu Kibisawala ni top signing, yani ni major signing, ni sign bora zaidi kwa kutokea. Tena ni usajili wa dirisha dogo. Unajua Simba katika dirisha dogo hawajawahi kunufaika kabisa na sajili zao. Unaweza ukataja hapa ukampata mmoja au usipate kabisa. Dirisha dogo lini Simba amewahi kufanikiwa? Na ukiangalia msimu uliopita dirisha dogo walioingia mwisho wa msimu wakaondoka karibia wote. Lakini angalia tu namna ambavyo awamu hii wamefanikiwa kumpata Elie Mpanzu, anavyowasaidia. Mpaka sasa amehusika katika kila harakati ya kumfanya Simba aende hatua ya nusu finali. Na hata kumuona Simba anatanguliza mguu mmoja ndani kwenye finali, Elie Mpanzu Kibisawala amehusika mfano kubwa mno katika mechi ile. Aliubeba uwanja ule wa New Amani peke yake mabegani. Lakini issue tu ilikuwa ni namna ambavyo Simba walikuwa wanapaswa kutumia nafasi. Tuseme ukweli, mimi nilikuwa Zanzibar, wewe ulikuwa Zanzibar. Jana uchambuzi tulifanya tukiwa Zanzibar, lakini uchambuzi ufanyika pia hapa studio. Watu walikuwa mpandisha sukari sana hapa. Yani Simba wameshinda lakini waliinamisha vichwa chini. Nikasema hii ndio sifa timu kubwa. Sifa sio kama eti wana mashabiki wa Simba eti unaweza ukawacheka kwa kile ambacho walikifanya, kwamba waliuzuilika kupata matokeo ya magoli zaidi, kwamba ndio wacheke wazomee. Utakuwa sio mtu wa mpira. Mashabiki wa Simba kilichowauma zaidi ni kwamba Simba wali create a lot of chances nyingi mno. Walitengeneza nafasi nyingi lakini wakashindwa kuzitumia. Big chances karibia 26 alafu wanashindwa kupeleka mipira kama hiyo. Hili sio tatizo la leo wala la jana. Tuzungumza mara kwa mara katika maeneo ambayo Simba bado haina ufanisi kwenye kumalizia nafasi kabisa. Na hicho ndicho ambacho nilisema hapa kwamba Simba hichi ndicho ambacho kinaweza kikawafanya wakajutia hata kama endapo watashindwa kwenda katika hatua ya finali. Unajua walichobakisha Simba sasa hivi kuwatania watani wao ni wao kufika hatua hiyo, kwa sababu Yanga wamefika finali. Wakumbushe Yanga wamefika finali mwaka gani? Wakumbushe. Ilikuwa ni msimu wa 2022-2023 wakati Yanga anaingia finali dhidi ya Nusu Moja, mechi ya kwanza hapa nyumbani walipoteza kwa magoli 2-1, na mechi ya pili wakashinda goli 1 ugenini kule Algeria. Na kilichofanya wakosa ubingwa ni ile aggregate magoli mawili ya ugenini ambao waliyapata Nusu Moja, ndio aliwasaidia wao kuwa mabingwa. Unaona hapo Yanga walifika finali, na kiusema kweli nafasi ambazo Yanga walikuwa wanazipata kipindi kile walikuwa wanazitumia vizuri. Lakini angalia
namna ambavyo Simba wamecreate chances zile na wanashindwa kuzitumia. Huyu jamaa alikuwa anakufa si chini ya goli 3 hadi 5 katika ile mechi Stellenbosch, na walikubali kusema kweli. Kuna nafasi ambazo Elie Mpanzu kafanya majukumu yake, mpira unamkuta Steven Dese Mukwala anaoparaza, mpira unaenda nje. Kuna nafasi ambayo alifika Shomari Kapombe, ilikuwa tu ni kuweka mpira akapiga acrobatic. Unaona mazingira magumu kabisa, anajua kabisa hii siwezi, lakini akajaribisha. Kuna nafasi nyingine wazi kabisa, Joshua Mutale anampigia kipa na punch, ilikuwa kipindi cha pili hicho. Kuna nafasi nyingine Kibu Dennis ndani ya box, kuna namna alishindwa kufanya. Kuna movement za Jean Charles Ahoua, alikuwa na uwezo wa kutoa pasi nje ya 18, ameshawatawanya mabeki wa timu pinzani, akataka kulazimisha, anapigwa kiatu, baadaye inatokea kipa na punch ile pale. Lakini ukiangalia matukio mengi ambayo Simba nafasi walizozitengeneza zote zilikuwa ni medical chances, yani chances za ajabu sana kuwahi kutokea. Ilichokuwa inatakiwa ni kupush tu mpira ndani kambani. Kwa hiyo mwisho wa siku mashabiki kilichowauma zaidi ni kwamba sawa Simba wameshinda, lakini zile nafasi ambazo zimetengenezwa wakazitupa, wakazidampo, ndicho ambacho kinawaumiza wao, kwa sababu mashabiki unajua David, kilichoumiza ni kwamba wanafikiria kwamba wanakwenda Afrika Kusini katika hali ambayo Simba wamekuwa hawana matokeo mazuri kabisa. Mechi na Kaizer Chiefs Orlando walikwenda pia na Orlando, walishinda hapa nyumbani dhidi ya Orlando, wakaenda kule wakasawazishiwa. Orlando walikuwa na wengi wao raia wa Ghana Kwame wakamaliza shughuli wakati wao ya penalty. Kwa hiyo utaona ambao mashabiki wamezungumza, lakini pia na wengi ambao walikuwa wanazungumza swala la ubinafsi. Na mimi unajua tulikuwa na nipongeze ule uwanja wa New Amani Complex. Kusema kweli wale jamaa upande wa media Tribune wametengeneza vizuri sana. Yaani sisi tumekaa hapa hivi kama tu Ulaya, tunawaona wachezaji hawa hapa, waandishi wa habari hatugusugusu, hatugasiwi, yani tunajinafasi, tunaona mpira hapa mbele. Yani kocha Fadlu, mimi jicho langu mara nyingi huwa linaangalia zaidi vitu vingi uwanjani. Wakati unaangalia labda watu wengine wanaangalia mpira, mimi huwa naangalia vitu vingi vinavyoendelea. Kocha Fadlu unajua alitumia akili yake hadi akafika mwisho. Toa sana maelekezo, anamwambia Jean Charles Ahoua fanya hiki, fanya hiki. Na niliwahi kuambia watu Jean Charles Ahoua ni mmoja wa wachezaji ambao wanalelewa kimayai sana. Ni last born wa Simba, kwa sababu anapewa maelekezo hasikilizi, ameshaondoka. Anaelekezwa hafanyi kazi, anampigia mtu kidari sawa, lakini end product inakuaje? Ukiachana na goli ambalo alilifunga la free kick, watu wengi wanamsifia kwa goli alilolifunga, lakini ile goli huwezi kumsifia Jean Charles Ahoua peke yake, kwa sababu wakati anapiga ile free kick kuna movement alifanya Mukwala pamoja na Kibu Dennis kuwatawanya wachezaji wa timu ya Stellenbosch. Kwa hiyo akawahadaa. Walipofanya hivyo ndio mpira unapita moja kwa moja, unamkuta nani, unaenda nani. Kwa hiyo utaona namna ambavyo movement zile zilipofanyika zilisaidia pia hata goli la Jean Charles Ahoua kupatikana. Ndio maana watu wakakimbia kwenye VAR kwenda kuangalia je kulikuwa kuna offside na mambo kama hayo. Kwa hiyo uwezo kumsifia tu mpigaji, lazima usifie na watu ambao walifanya runs ambazo ziliwatawanya zikawafanya jamaa washindwe kwenda kufanya marking na mpira ukaingia kambani. So walihusika watu wote pale, lakini Jean Charles Ahoua huyo yeye kama creator midfielder, kama ni kiungo ambaye yeye kazi yake ni kupika, playmaker, majukumu yake uwanjani ni yapi? Atakuofa namba ili tu tufunge midomo tushinde kuja kuongea, lakini kwangu mimi siwezi, kifua changu mimi ni kidogo sana. Lakini pia atakuofa kwenye set pieces, atakuofa kwenye hivyo vitu, lakini kwa sababu ukiangalia kwenye namba Mwamba anahusika na magoli mengi mpaka sasa kwenye CAF, yuko nafasi ya pili, lakini na sisi pia anazo. Lakini sasa unakuja kuangalia nafasi ambazo unazipata unazitumiaje, kwa sababu hizi nafasi ni ndogo chache mno kutokea kwenye michuano. Nafasi ya mwisho ndio nafasi ambayo jana watu wengi walikasirika zaidi. Elie Mpanzu ameondoka na kijiji chake, amefanikiwa kutawanya Jean Charles Ahoua anaomba. Kulikuwa kuna hata haja ya kumpiga chenga goalkeeper ile ya kwanza. Goalkeeper akashindea. Kwa mchezaji mzuri mwenye skill pale anamaliza shughuli, hata kuna haja ya kumpeleka pembeni. Goalkeeper amekubali, ameondoka. Jean Charles Ahoua amechukua goli ile. Funga baba. Ni tu kupress ile mpira, lakini kama alikuwa hana uhakika wa kufunga, pale ilikuwa kuna Mutale,
Nyuma yake ilikuwa kuna Lionel Ateba. Hata huyo Ateba hakuwa katika eneo la kuotea kwa sababu tayari wachezaji wawili wa timu ya Stellenbosch walishaingia moja kwa moja golini. Kwa maana tayari walishafika hadi kwenye eneo la mwisho. Kwa hiyo Ateba alikuwa katika eneo zuri, lakini Jalsa Zawa akapiga ile mpira lake la kushoto, mpira ulikuwa na nguvu, ukapoteza direction, ukapotea. Hicho ndicho ambacho watu wengi mpaka sasa hivi wanaumia kwamba walau basi wamepoteza nafasi nyingi sana, lakini walau wangepata magoli mawili alafu anaenda kule Durban kwenda kukomaa. Wale jamaa hata wakipata goli moja Simba anaenda. Unaona Kwa hiyo mpaka sasa hivi kinachowakosti Simba kama itatokea watashindwa kwenda hatua ya finali ni nafasi ambazo alizitengeneza wakazitupa. Mimi na nilipasi. Nilipasi unajua kuna kitu hapa